Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kukutwa na viungo vinavyohusishwa kuwa ni vya binadamu katika nyumba moja ya wageni iliyoko kata ya Kibeta, manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Kamanda wa polisi mkoa wa Kagera, Blasius Chatanda, amesema watuhumiwa hao ni Pearson Mdolo mwenye umri wa miaka 42 anayejihusisha na kazi ya uganga wa kienyeji wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, na Radani Mlono mwenye umri wa miaka 64 ambaye ni mtumishi wa chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe. Kamanda Blasius ametaja baadhi ya viungo walivyokutwa navyo watuhumiwa hao kuwa ni mfupa wa taya la binadamu, kipande cha moyo wa binadamu, kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kondo la nyuma la uzazi pamoja na ngozi za nyoka. Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kabla ya kuwafikisha watuhumiwa hao katika vyombo vya sheria. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti. Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linawashikilia watu wawili ambao ni Pearson Mdolo wa miaka 42 Mnyiha. Huyu ni mganga wa jadi mkazi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, na Radani Mlomo huyu wa miaka 64 ni Mnyamwanga, mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilaya ya Mbozi mkoani Songwe kwa tuhuma za kupatikana na viungo vidhaniwavyo kuwa ni viungo vya binadamu. Mnamo tarehe 27 Januari 2025 majira ya jioni katika manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera, Pearson Mdolo alikamatwa katika nyumba ya kulala wageni iliyoko Kibeta akiwa na viungo vilivyodhaniwa kuwa ni vya binadamu, ambapo alikamatwa na mfupa mmoja wa taya la binadamu, kipande cha moyo wa binadamu, kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kipande cha kondo la nyuma la tumbo la uzazi la mwanamke. Lakini pia mtuhumiwa huyu alikamatwa na vitu vingine ambavyo ni vipande viwili vya ngozi iliyokaushwa idhaniwayo kuwa ni ngozi ya nyoka aina ya chatu, ngozi moja ya nyoka wa kawaida, pembe mbili za mnyama wa porini, vipande vitatu vya mifupa ambavyo bado haikubainika mara moja kama ilikuwa ni mifupa ya binadamu au mnyama gani.